Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kwa mazungumzo na Urusi. Kansela huyo wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz amesema kuwa Umoja wa Ulaya daima uko tayari kufanya mazungumzo na Urusi katika juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine, lakini hautafungua njia zozote sambamba za mawasiliano. Nchi za Umoja wa Ulaya zilichukulia Urusi miongoni mwa maadui wakubwa kwa muda mrefu, hasa katika kipindi cha vita baridi. Mataifa ya Ulaya yakishirikiana na Marekani yalitazama kwa jicho la pili Urusi, wakiona kama nchi adui. Akiwahutubia waandishi wa habari, Merz amesema milango ya mazungumzo na Urusi iko wazi, lakini bila kuwepo kwa mazungumzo sambamba. Ikiwa tunaweza kuchangia kufanya mazungumzo haya kuwa bora zaidi, hata kufanikiwa zaidi, basi tufanye hivyo, lakini hatutafungua njia zozote za mawasiliano hapa. Merz ameendelea kusema kuwa lengo moja ni kwamba wanataka kuona vita dhidi ya Ukraine vikimalizika haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, nchi za Umoja wa Ulaya hazikuhusishwa katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwahi kuambia watu wa Magharibi kwamba moja ya sababu ambayo hakutaka washiriki katika mazungumzo hayo ni kwamba ndani ya miaka minne waliangalia vita hivi na wao walihakikisha wanatumia kila njia kuifadhili Ukraine ili iweze kupambana vikali dhidi ya Urusi, na wao waliamini kwamba wangeweza kuishinda Urusi, na hatimaye ndani ya miaka minne wameshindwa kupambana kabisa dhidi ya Urusi, na wakati huu wanaomba waunganishwe katika mazungumzo ili tu waonekane katika historia walihusika vilivyo katika kutatua mzozo huu. Kumbe wao ndio ambao walihusika kwa namna moja ama nyingine. Wakati huu Umoja wa Ulaya unatumai kwamba utapeleka mamilioni ya dola kwa ajili ya Ukraine ili iweze kuendeleza operesheni zake. Merz aliwahi kusema kwamba Ulaya inapaswa kutumia mali za Urusi ili kuongeza shinikizo, jambo ambalo wakati huu ni vigumu kwa Urusi kukubaliana na mpango huo. Hata hivyo, mamlaka nchini Urusi zilikataa kuhusika kwa nchi za Ulaya katika mazungumzo ya kutafuta amani kati yake na Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alihudhuria mikutano mbalimbali ya Umoja wa Ulaya aliyoalikwa huko Brussels. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban ni moja kati ya viongozi katika wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao walisema kwamba hakuna namna isipokuwa ni nchi za Ulaya kuachana na mpango wake wa kuisaidia Ukraine katika kupambana na Urusi, lakini pia kutotumia mali za serikali ya Urusi zilizozuiliwa kwa ajili ya Ukraine. Hata hivyo, wakati huu mataifa hayo ya Ulaya, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema kwamba ni wakati ambapo yanaona yanapaswa kuwa moja kati ya washiriki katika mazungumzo hayo, licha ya kwamba Urusi haipo tayari wala Marekani haikukubaliana na mpango huo. Hii pia itasababisha nchi hizo zisiingie moja kwa moja katika mpango wa mazungumzo. Na moja kati ya jambo ambalo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema ni wakati huu ambapo mataifa hayo yanapanga kupeleka wanajeshi wake nchini Ukraine. Ujerumani, Uingereza na Ufaransa yalishajipanga kuwa tayari kupeleka wanajeshi wao, jambo ambalo limezidi kuongeza chuki dhidi ya Urusi, na ni jambo ambalo kimsingi wakati huu wanapoomba kuunganishwa katika mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine ni jambo ambalo litakuwa gumu mno kwao kupata nafasi hiyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia. Sisi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri zaidi katika ulimwengu kupitia hapa The World News, utaweza kufahamu.